tume na secretariat ya tume, waheshimiwa wabunge mliopo nasi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na wakuu wa mikoa mingine mliopo nasi, pamoja na marasi makatibu tawala wa mikoa, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo nasi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya, viongozi wa taasisi za serikali na sekta binafsi, waheshimiwa mabalozi, wawakilishi na wakuu wa taasisi za kimataifa, waheshimiwa viongozi wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, awali ya yote nami niungane na aliyenitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia kukutana tena hapa leo katika tukio hili muhimu la kupokea ripoti ya Tume ya Rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini. Aidha, nitoe pongezi zangu za dhati kwa mwenyekiti wa tume Balozi Ombeni Sefue, wajumbe pamoja na secretariat nzima ya tume hii kwa kazi nzuri na kubwa na ya kizalendo mlioifanya kwa bidii, uvumilivu na weledi mkubwa. Asanteni sana. Pamoja na tume, ni washukuru wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha kazi hii, walio ndani na nje ya nchi. Naona washukuru, asanteni sana. Ndugu viongozi na wananchi, nilifanya maamuzi ya kuunda tume hii ili kufanya tathmini ya kina ya mfumo wetu wa kodi kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu changamoto za mfumo wa kodi nchini. Lakini pamoja na hayo, mabadiliko ndiyo maendeleo. Napokaa muda mrefu lazima mjitathmini na mjibadilishe. Hata nyoka naye hujibadilisha, si ndio? Anavua gamba, anaacha, anakwenda akiwa mpya. Kwa na sisi tunataka kuvua gamba la malalamiko ya kodi ili tuende tuwe wapya. Kwa tumeunda tume hii miaka 35 takriban baada ya tume ya Mtei kama alivyoisema mwenyekiti wa tume hapa, ambayo ilifanya kazi mwaka 1989 hadi 1991, na yenyewe ilipitia na ilifanya uchunguzi kuhusu mapato ya umma, kodi na matumizi ya serikali kwa wakati ule. Kwa hiyo tume hii iliyoongozwa na Balozi Sefue ina lengo la kuhuisha mfumo tulionao wa kodi ili uendane na mahitaji ya sasa ya kiuchumi, kiuwekezaji na kibiashara. Kwa maneno mengine, tunajisahihisha. Na ndio sera yetu, si ndio? Toka tulikotoka, tunakwenda, tunafanya, tunajisahihisha. Ndugu zangu, ripoti hii imekamilika na imekabidhiwa. Imekabidhiwa katika kipindi ambacho nchi yetu tunakwenda kutekeleza au tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Dira ambayo mwelekeo wetu ni kukua kwa uchumi kufikia uchumi wa fedha nyingi trilioni 1 ifikapo 2050. Inshallah Mungu atujalie tufike huko. Lakini dira hii inatuambia kwamba utekelezaji wake katika vipindi vya miaka mitano tunavyoikata, 22% ya utekelezaji wa dira hii utafanywa na serikali, 70% ni sekta binafsi na wadau wengine, na 8% ndiyo mashirika ya umma. Kwa lazima tujisahihishe kwenye sera za kodi, sheria za kodi na practices zetu au ufanyaji wa mambo yetu kwenye kodi. Lakini pia ripoti hii imekabidhiwa kipindi ambacho dunia inapitia mabadiliko makubwa ya kiteknolojia, kiuchumi na kisiasa. Tunashuhudia ushindani wa kiteknolojia, migogoro ya kiuchumi na kibiashara baina ya mataifa makubwa, mabadiliko ya mikakati ya biashara za kimataifa, ikiwemo mwelekeo wa mataifa kuhamishia uzalishaji karibu na masoko. Soko kubwa yako huko,
wanasema nini, kusini kwa dunia, sio Afrika na wenzetu tulioko huku. Kwa sasa wazalishaji wakubwa wanasogea karibu na masoko. Sasa masoko na yenyewe lazima yawe responsive, tubadilike, tuwapokee, tufanye nao vile inavyotakiwa ili waweze kuzalisha, wao wapate na sisi tupate. Aidha, changamoto za nishati, mabadiliko ya tabia nchi, siasa za kidunia, migogoro ya kikanda na vyovyote vinaathiri kwa kiasi kikubwa mtiririko wa upatikanaji wa mitaji, uwekezaji na mnyororo wa ugavi duniani. Kwa lazima kama Tanzania, kama nchi, lazima twende na mtindo huo, twende na dunia inavyokwenda. Katika mazingira haya ya uchumi wa dunia, mazingira mapya, New World Economic Order, nchi zinazoweza kunufaika au kufanikiwa ni zile zenye sera thabiti na zinazotabirika za kiuchumi, kiuwekezaji na kibiashara, pamoja na mifumo imara ya kitaasisi na usimamizi wake. Aidha, matumizi ya rasilimali za ndani katika kujenga uchumi wa nchi ni nguzo muhimu kwa wakati tulionao, na ndio maana tunasema tukusanye zaidi ili kwa kiasi kikubwa tufanye mambo yetu wenyewe kwa makusanyo yetu. Katika hatua nyingine, mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira, na huko ndiko tunakoelekea. Ndugu viongozi na wananchi, katika miaka minne iliyopita tulichukua hatua zinazolenga kuimarisha ukusanyaji mapato ya serikali, na hapa nipongeze Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kabla kubadilika kwake. Tutalijadili serikalini kama tunataka kubadilika au vipi, tutakwenda kwenye services au jina jingine, lakini kwa sasa TRA. Niwapongeze kwa kazi nzuri wanayoendelea kuifanya katika kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Wamejitahidi sana, na kama mnavyojua tumekuwa sana. Lakini mahitaji ya nchi ni makubwa, rasilimali fedha inahitajika nyingi sana, bado tunatakiwa kukusanya. Na kweli kuna fedha ambayo bado hatujaikusanya. Kwa lazima tuikusanye ili tuweze kufanya mambo yetu. Niwapongeze pia wafanya biashara na wananchi wote kwa ujumla kwa moyo wa uzalendo wa kuendelea kulipa kodi kwa hiari bila shuruti. Ingawa bado kuna wakwepaji, lakini wengi wakishikwa hivi wanalipa kwa hiari bila shuruti. Asanteni sana kwa kuunga mkono juhudi hizo za serikali. Na ndio maana tunasogea. Wananchi wanapolalamika mvua imeharibu barabara, si muda mrefu wizara husika ipo kutengeneza barabara, kwa sababu fedha tunakusanya. Kila linalolalamikiwa tupo kurekebisha kwa sababu fedha tunakusanya. Tusipokusanya hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo niwasihi sana wananchi, tuendelee na desturi nzuri ya kulipa kodi ili tuweze kufanya mambo yetu. Waheshimiwa, makusanyo haya ninayoyazungumza, na nimeangalia katika ripoti ya tume, nilipata bahati ya kuangalia draft yao, nikaona wameripoti mapato ya miaka minne, na kila mwaka mapato yamekuwa yakipanda, trend inaongezeka vizuri.
Kwa hiyo makusanyo haya yanatokana na ukuaji wa uchumi pamoja na juhudi za kuimarisha utendaji na uwajibikaji katika taasisi zetu za ukusanyaji wa mapato, ingawa bado kama tume walivyosema tunahitaji kufanya vizuri zaidi. Pamoja na mafanikio haya, bado tuna fursa kubwa ya kufanya vizuri zaidi, ikiwemo kuhakikisha kuwa wananchi wengi zaidi wanashiriki kikamilifu katika shughuli rasmi za uchumi. Hadi sasa bado kuna idadi kubwa ya wananchi wanaofanya shughuli za kiuchumi katika sekta isiyo rasmi, hali inayowakosesha fursa muhimu kama vile kupata mikopo, kukuza mitaji na masoko, ujuzi na maarifa ya biashara, pamoja na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kisasa. Kwa sababu hiyo, tutaendelea kuboresha mazingira ya kisera na kisheria ili kukuza shughuli za kiuchumi, biashara na uwekezaji nchini. Suala la urasimishaji wa biashara na shughuli za kiuchumi litapewa kipaumbele ili tuweze kujenga uchumi jumuishi kwa maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, nimesikiliza kwa makini mapendekezo yaliyotolewa na tume, ambayo pamoja na mambo mengine yanajielekeza katika kuboresha sera na sheria za kodi, mazingira ya uwekezaji na biashara, mifumo ya tehama, mifumo ya kitaasisi ya ukusanyaji mapato na maduhuli, na utatuzi wa migogoro ya kikodi. Kwa ujumla, tukiyatekeleza vyema mapendekezo yaliyotolewa, yatatuelekeza kwenye kuwa na mfumo wa haki na usawa wa ulipaji wa kodi. Kuna malalamiko mengi kwa wafanyabiashara, wengine wanalipa sawa inavyotakiwa, wengine wana vichochoro vya kupita wanalipa kidogo, wengine ilikuwa na kikao na mkuu wa TRA wiki zilizopita hapa kuhusu mafuta ya kula. Kuna wanaozalisha, kuna wanaopitisha magendo, yanapita hayalipiwi kodi, na kwa hiyo uwanja wa soko hauko sawa. Kwa hiyo kuna mambo yote hayo ya kuyatazama. Sasa mapendekezo haya yatatuelekeza huko, kuwa na kodi ya haki na usawa kwa kila mfanya biashara kwa kiwango cha biashara anachokifanya, na sio wengine wakubwa, wengine ndio wenye nchi hawalipi, wengine sio hivyo. Lakini pia inatuelekeza kuwa na utulivu kwenye ulipaji wa kodi, sera ziwe zimetulia na zinaeleweka za ulipaji wa kodi, lakini pia zinatekelezeka. Vile vile kuwe na tafsiri moja ya kisheria inayoeleweka, sio sheria ambazo mfanyabiashara kikisoma kifungu hicho anauelewa tofauti, na mkusanyaji wa mapato akisoma kifungu hicho anauelewa tofauti. Lakini tuwe na sheria ambazo kifungu kinachosema kisimame hivyo na kiwe hivyo kwa mfanyabiashara na mkusanyaji wa kodi. Lakini kwa upande mwingine, sera zetu au kodi zetu ziwe neutral, hazikandamizi watu, hazipendelei watu. Ziwe neutral, fanye biashara, alipe kodi, serikali ikusanye mapato, tuendelee kufanya kazi zetu, na zisiumize wale ambao wanajinaniki uchumi, lakini kodi ambazo zinakuza biashara na zinakuza mapato nchini. Lakini jengine, zitutoshe, tuendelee kuongeza wigo wetu wa ukusanyaji. Amesema mwenyekiti wa tume hapa kwamba mapendekezo walioyatoa tukiyatekeleza yatatusogeza basi mpaka tufikia 18% ya GDP ya ukusanyaji wa kodi zetu. Tutakuwa tunasogea na vile viwango vilivyowekwa na ulimwengu polepole mpaka tutafika tunakokwenda. Hii tutosheleze kuweza kufanya matumizi na huduma za ndani ya nchi. Tuweze yale makubwa, tutawalika private sector, tutaalika uwekezaji, tutaalika watu wengine tuje tufanye nao. Tunarekebisha sera yetu ya PPP, Public Private Sector Partnership. Tunakwenda kuifanyia marekebisho na yenyewe ili mambo makubwa tufanye na private sector, lakini yale ya ndani, maji, umeme, elimu, barabara, maintenance zake na nini, yote tuwe tuna pesa ya kutosha tuweze kufanya wenyewe badala ya kunyosha mabakuli na kuomba.
After all, mabakuli yenyewe siku hizi hayaingizwi kitu. Sasa hivi ni aid na ni trade for aid, sio? Yaani tufanye biashara, tusaidiane. Anayekuja apate na sisi tupate. Yale ya misaada tu tupeni. Mikopo ipo, lakini misaada safi imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tukusanye ndani ili tuweze kufanya mambo yetu. Na wananchi walielewe hilo. Walipe kodi, tukusanye, tutoe huduma. Serikali iweze kutoa huduma. Bila kodi serikali haitaweza kutoa huduma. Kwa hiyo wale wasimamizi wa kodi, na baada ya kufanya marekebisho yaliyopendekezwa hapa, mapendekezo yaliyotolewa, twende tukakusanye kodi tuweze kufanya maendeleo yetu ya ndani. Lakini pia huu ni msingi mzuri wa safari yetu ya Dira 2050. Tunajenga msingi imara ili tuweze kusanya na tuweze kuitekeleza dira yetu kwa yale ambayo yanatuwajibikia sisi kama serikali kuyatekeleza. Waheshimiwa, kama mlivyosikia, mapendekezo yaliyotolewa na tume ni mengi, 284. Nataka niseme mbele yenu, tumeyapokea na utekelezaji wake utahitaji uchambuzi na maandalizi ya kina. Hapo kuna marekebisho ya sheria kadhaa, kuna marekebisho ya taasisi, kuna investment za awali, initial cost katika kutekeleza haya lazima iwepo. Kuna mambo yametajwa huku mbele ambayo lazima tuyafanyie kazi. Kama tulivyosema, marekebisho haya au mapendekezo haya yanatupeleka kwenye sera na sheria za kodi ambazo zitakuwa zinalinda uchumi wetu. Zisitumie fedha nyingi kusanya kodi, lakini zisimamie ukusanyaji mwingi wa kodi. Lakini pia kuna gharama za awali ambazo tutaziingia. Tumesikia hapa kuna kazi ya kuweka makamera, kuweka maafisa maalumu ambao wawekewe kamera wasije wakakusanya kidogo, wawe wanaonekana. Lakini kuna AI systems ambazo itabidi kuziinstall tuweze kuweka. Kuna masuala ya mawakala yametajwa hapa, masuala ya elimu kwa mlipa kodi, lakini elimu pia kwa wakusanya kodi. Hapa lazima elimu iende kwa wote wawili. Kwa hiyo gharama za awali za kutekeleza mapendekezo haya zitakuwepo, lakini gharama hizi zitakwenda kurudi kama tutatekeleza vyema mapendekezo tulioletewa. Kwa hiyo niwapongeze tena tume kwa haya ambayo mmetuletea, lakini niseme kwamba tunahitaji uchambuzi wa kina na tutajipanga utekelezaji kwa maeneo matatu au vipindi vitatu vya muda mfupi sana, yale ambayo hayataki maneno mengi na mambo ambayo lazima yabadilike kwa haraka. Hayo yatakuwa muda mfupi, lakini muda wa kati na muda mrefu. Na tunaposema muda mrefu sio mpaka 2050, hapana. Mwenyekiti, kama ulivyosema, mimi napendelea kwamba ninapotoka niache hii kitu imekamilika na niwe nimejenga msingi imara wa utekelezaji wa dira yetu kule mbele tunakokwenda. Niwasihi wenzangu katika serikali, lakini pia wafanya biashara, wajasiriamali, kama alivyosema mwenyekiti, kwenye mabadiliko yoyote kuna maudhi, kuna makero. Mabadiliko yanauma. Kwa muda mrefu nimesema hapa, miaka 35 nyuma tulikuwa tunakwenda na mtindo wa kodi ambao tulikuwa nao. Sasa kama ni ulemavu, inabidi kwenda kukunjua huo mkono ambao umejikunja hivi, lazima kuna maumivu. Mkono unataka kunyooshwa, maumivu yatakuwepo. Niwaombe twende na mtindo wetu ule ule wa R4 wa kujadiliana, kuvumiliana, kuwasiliana, kustahamiliana, tujenge upya nchi yetu. Niwaombe sana. Wakati tunafanya marekebisho haya, mambo mengine yatasita, mambo mengine yatakuwa hayajafahamika vizuri, mambo mengine yatakuwa hivi, lakini tuendelee kujadiliana, tuendelee kueleweshana.
Tubadilike wote kwa pamoja, serikali, wafanya biashara, wajasiriamali, taasisi za kijamii, tubadilike, tuijenge upya nchi yetu. Niwaombe sana, twende na mfumo wetu ule ule wa R4 wakati tunatekeleza haya. Tukimaliza huko mbele tutasikia raha sana. Kila mtu atatizama tu kodi yake kwenye simu yake, na daiwa ngapi, unalipa kwa simu yako pengine hiyo hiyo, wala huna haja kwenda kumuona Yusufu Mwenda wala nani huko TRA, huna haja kwenda kumuona. Kwa hiyo wote kwa pamoja ni wajibu wetu huu. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba hii, nirejee tena pongezi zangu kwa tume kwa kazi kubwa mlioifanya katika kutekeleza jukumu hili zito na muhimu kwa taifa letu. Niwaambie leo mmekabidhi ripoti, lakini nadhani bado tutakuwa na kazi na nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mmeona, nyinyi mmetoa mapendekezo. Taasisi zetu zitataka ufafanuzi kwa kina wa yale ambayo mmeyaona na mapendekezo, kwa bado tutaendelea kuwatumia. Tutakapowataka mje tufanye kazi pamoja, tunaomba mtupe ushirikiano wenu. Lakini kwa hatua hii niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Ripoti hii inabashiria wajibu wa pamoja katika kutekeleza mkakati wa uboreshaji wa mifumo ya kodi nchini. Hivyo basi, serikali itashirikisha sekta binafsi, taasisi za kijamii na wananchi katika hatua za utekelezaji wa mapendekezo haya. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa nimepokea ripoti ya Tume ya Rais ya maboresho ya kodi na mapendekezo yake, na serikali tunakwenda kuifanyia kazi kikamilifu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Bado tuongeze tena makofi mengi.